Yes, kama unavyoweza kuona video mbalimbali zikiwa zinaonesha hali halisi ya maandamano yaliyotengenezwa na kusapotiwa na Gen Z na ni maandamano ya amani. Lakini hebu nizungumzie takwimu mbalimbali za mikoa tofauti tofauti ambayo inadhaniwa kwamba labda hali yake sio shwari, na ukweli ni kwamba mpaka muda huu usichanganywe na taharuki zozote za kimitandao ya kijamii, kwa sababu kwa hivi sasa kumekuwa pia na taarifa ambazo sio za kweli ambazo zinatengenezwa na kuanishwa kwa video ambazo zilitumika siku ya tarehe 29 ya Oktoba. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanaposti video za tarehe 29 na kuzitengenezea na ionekane kwamba ni siku hii ya leo ambao labda Watanzania wameamua kufanya maandamano. Ikumbukwe kwa kauli mbalimbali ambazo tayari zimeshatolewa na viongozi akiwemo Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ambaye aliweza kutoa wito na kutoa taarifa kwamba iliweza kutolewa pia kwa heshima na taadhima ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, huku akiweza kuwaasa vijana na watu mbalimbali waweze kukaa majumbani mwao na kuhakikisha kwamba hawasapoti jambo lolote ambalo litaweza kuharibu amani na tunu ya taifa letu la Tanzania. Ikumbukwe siku hii ya leo ni tarehe 9 ya Disemba, siku ya kusherekea miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, ambapo sasa kutokana pia na ule mgawanyiko unaoendelea na unaozidi kuchochewa na baadhi ya watu akiwemo dada yetu Mange Kimambi ambaye hivi sasa akaunti zake zote ziko disabled na kampuni ya Meta inayomiliki akaunti ya Instagram, Facebook, lakini pia na mtandao pia wa WhatsApp, ambapo hivi sasa takwimu zilizokuwa zikitengenezwa na kutengenezewa pia mazingira ya kuchochea ni video ambazo sio za kweli. Kwa hiyo endapo upo katika maeneo ambayo umeweza kupata baadhi ya video mbalimbali ambazo utakuwa umedanganywa ama kutengenezewa maudhui ya kuchochea amani ya taifa, basi nikufahamishe, na ukweli ni kwamba mpaka muda huu tukiwa tunaendelea kufuatilia kwa umakini kabisa takwimu zaidi ya 60 mpaka 70, na tunazidi kuhakikisha kwamba hali inaendelea kuwa shwari. Ni katika mitandao ya kijamii kumonekana kuchafuka kidogo na kuonekana kwamba hali labda haiko sawa, lakini ukweli ni kwamba tukiwa katika ile mikoa mama, mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia jiji la Dodoma, lakini pia jiji la Mwanza, Mbeya na Arusha, kote huko mpaka hivi sasa taarifa ambazo tumeendelea kuzipata ni hali iko shwari kabisa. Vyombo vya usalama vinaendelea kupambana na kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania ndani ya siku ya tarehe 9 basi tunu inalindwa kwa umakini na weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo taarifa zozote utakazoweza kuzipokea, hakikisha taarifa hizo una uhakika nazo, lakini usilishwe ama kusambaza taarifa ambayo hautakuwa na uhakika nayo, kwa sababu kitendo cha kusambaza ama kuchochea taarifa ambayo itakuwa sio sahihi na inaendelea kuharibu amani ya taifa la Tanzania, manake huko ni kwenda kinyume pamoja pia na katiba, lakini pia unakuwa ni uvunjifu wa sheria. Kuto kujua sheria haimaanishi kwamba hautoweza kuchukuliwa hatua, lakini kitendo ambacho viongozi wa serikali lakini pia na vyombo vya usalama wakiweza kuongozwa na jeshi la polisi wameshatoa matamko mbalimbali ya kuweza kuwaambia Watanzania wahakikishe kwamba wanajitahidi kupeana taarifa na kutojihusisha na kusambaza taarifa ama kupokea taarifa na kuziamini bila ya kuweza kuzipatia ukweli na uhakika. Kwa hiyo kwa yote ambaye alikuwa anaulizia baadhi ya takwimu zinazoendelea kwa jiji la Dar es Salaam, nitaendelea kukuhakikishia mpaka muda kwamba hali iko shwari. Hakuna changamoto yoyote kwa wakazi wa maeneo mbalimbali, wakazi wa Manzese, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wakitamani sana kuweza kujua nini kinachoendelea katika maeneo ya Magomeni, ambapo kwa tarehe 29 mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Lakini mpaka muda huu tunashukuru kabisa hali iko shwari na hakuna kinachoendelea ambacho kinaenda tofauti kabisa na kilichopangwa na kuombewa kabisa na serikali yetu ya Tanzania. Lakini pia kwa mkoa ama jiji la Mbeya, ambapo pia tumeendelea kufuatilia na takwimu zinaendelea kutuonesha kwamba hali pia ya Mbeya iko salama kabisa na hali iko shwari. Ni tofauti na vile ambavyo unaweza ukapokea video ama ukapokea uchochezi kutoka kwa mwingine na kukwambia kwamba labda hali ya jiji la Mbeya iko vibaya. Lakini pia hata kwa wakazi wa jiji la Arusha na wakazi wa sehemu mbalimbali
wengi ambao pia umeendelea kutafuta taarifa na kutaka kujua ni sehemu gani ambayo mpaka hivi sasa ina changamoto, lakini all in all, na ukweli ni kwamba haimaanishi kwamba labda tunapendelea ama labda tunaficha ukweli ambao ungependa kufahamu, lakini hali halisi mpaka muda huu ni kwamba taifa la Tanzania liko mikono salama na hali iko shwari kabisa. Hakuna uchochezi wala vurugu inayoendelea na hakuna mipango yote ya kuweza kuvuruga amani ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo usidanganywe na video ama maudhui ya aina yoyote utakayoweza kuyakuta katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Asilimia kubwa video unazoweza kuziona ni video ambazo ziliweza kujitokeza siku ya tarehe 29 ya Oktoba. Hivyo kwa hii tarehe 9 Disemba ni wazi kabisa kwamba hali na amani inaendelea kuwa shwari katika taifa letu la hapa nchini Tanzania. Sasa nikupe nafasi kwa ewe msikilizaji, lakini pia na mdau ambaye unaendelea kufuatilia hali halisi na jinsi mwenendo wa taifa la Tanzania katika hii siku ya leo, ambayo ni siku ya kihistoria na ni siku ya kusherehekea uhuru wetu wa Tanzania. Tutakutana kwenye upande wa kutoa ushauri na maoni mbalimbali kwa kinachoendelea. Wewe kama Gen Z, wewe kama mtu mzima ambaye unaamini taifa la Tanzania kwenda katika maendeleo ama mafanikio ya kuweza kulishinikiza taifa liweze kuingia katika uchumi mzuri, basi ni kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa katika amani tele na kuweza kulinda tunu ambayo imeshalindwa tokea enzi za rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sina la ziada, lakini cha msingi endelea tu kuwa nasi na hakikisha unatoa ushauri, maoni mbalimbali, ila usisahau tu kuweza kusubscribe, kulike na kucomment kwa kupitia ukurasa wetu, lakini pia na chaneli yetu ya Hatboy Media. Ndio tuonyeshe kwamba maandamano hapo. Vipi babu? Watanyuka la nini? Ataenda muda ukifika. Tunataka haki yetu. Wenyewe vipi? Ndio tuonyeshe kwamba maandamano hapo. Vipi babu? Watanyuka la nini? Ataenda muda ukifika.